Sasa nilete salamu kwenu wanawake wote wa Mbeya. Mnasalimiwa sana na Dr. Samia Suluhu Hassan. Anawasalimu sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anajua muda huu mko hapa kwa sababu nilimwambia anakuja na akasema wasalimie hao kina mama. Makofi kwa rais wetu jamani. Lakini hapa tumekusanyika kama wanawake na tumekusanywa na sauti ya mwanamke. Sasa humu ndani nafahamu baadhi yenu mmepata nafasi ya kutambulishwa na mwenyekiti. Nafahamu viko vikundi vingi vya kina mama hapa Mbeya mjini. Na leo tumewakilishwa hapa ndani kwa uchache. Ila kila mmoja wetu mwenye vikundi viwili, mwenye vikundi vitatu, vinne, vitano, huko kote kwenye hivi vikundi vya kina mama, tuhakikishe sisi wote mwaka huu 2025 yetu mawili. La kwanza, kuhakikisha Dr. Samia Suluhu Hassan anapata kura za heshima kama mwanamke mwenzetu. Sasa hatumpi kura kwa sababu ni mwanamke tu mwenzetu. Tunampa kura kwa sababu ni mwanamke mwenzetu ambaye amefanya mambo ya tofauti. Kwa hiyo ule utofauti ambao baadhi ya mambo hayo ameyasema ndugu yetu Chaula hapa, makofi kwa Chaula jamani. Baadhi ya hayo mambo ameyasema, sisi wana Mbeya ni mashahidi wa mabadiliko ambayo yametokea hapa kwenye maeneo yote, kwenye sekta zote. Lakini kwa sababu muda wa kuyasema hayo utafika, leo nisiseme sana. Lakini tumeona mabadiliko kwenye barabara, hata kama changamoto bado zipo, lakini tumeona tayari tunapiga hatua. Tumeona changamoto tulizokuwa nazo kwenye upande wa maji, na nimefurahi watu wa maji bado wako hapa. Tumeona hatua mbalimbali ambazo wamezichukua, lakini tumeona juhudi mbalimbali anazozichukua za kutukomboa sisi kina mama kutoka kwenye umaskini kwenda hatua nyingine. Na nimefurahi kusikia CRDB wako hapa, Vodacom wako hapa, M-Pesa, yule mama wa M-Pesa jamani. Nikakumbuka kagauni kangu kafupi, yani nimekaacha mahali mwakani kale ndo utakakotoka nako. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa kweli. Lakini natoa hii mifano. Tumeona pia kwenye elimu, tunaposema kwamba shule mpya zimejengwa, shule zetu zilizokuwepo zinaboreshwa, na kwamba elimu bila malipo inatolewa chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kwamba mtoto wa kike amepewa thamani zaidi katika kipindi hiki kuliko kingine chochote. Sisi kama wazazi tunafahamu huko nyuma ilikuwa mtoto wa kiume akiwepo na mtoto wa kike, wote wanapaswa kwenda shule. Anaambiwa wewe utaolewa, subiri aende kaka yako shule. Lakini sasa kwa sababu ni elimu isiyo na malipo, tunafanya nini? Watoto wote wanaenda shule. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa hayo yanaenda hapo kwenye sekondari na kule kwenye elimu ya juu. Jamani, mikopo ni mingi, muda wa hesabu tutasema, lakini mabilioni na mabilioni yanatolewa. Najua bado ziko changamoto, lakini haimaanishi tusizungumze kuhusu hatua zilizochukuliwa kwenye eneo la afya vivyo hivyo. Sasa kwa sababu nimekusudia kusema kifupi, niwaombe sana mama zangu, niwaombe sana dada zangu, niwaombe wadogo zangu mlioko humu ndani, sisi sote tuungane katika mwaka huu tukafanye jambo la tofauti. Sasa nilisema mawili ya tofauti. Tufanye jambo la tofauti ili ile lugha ya kwamba wanawake hatupendani, mwaka huu tukaonyeshe sisi tunapendana kuliko wale wanaotuambia wanawake hatupendani. Hapa ndani tulioko humu wanaume jamani, makofi kwa wanaume waliokuja kutuunga mkono. Lakini sisi wanawake humu ndani kuwepo mpaka majira haya jamani, si tunapendana na mwanamke mwenzetu anayeongea na sisi saizi. Sasa mtu akija akasema wanawake hatupendani, anawaongelea wanawake wepi wakati na sisi ni wanawake humu ndani na tunampenda Tulia? Si ndio jamani? Kwa hiyo wale wengine wale, zile ni changamoto za kawaida, lakini sio kwamba hatupendani. Kuna wengine ni kwa sababu hatufahamiani. Kwa hivyo nafasi ya kupendana inakuwa ndogo, lakini tunakuwa tunaheshimiana, si ndio jamani? Kina mama Kisafu oye.
ya sauti ya mwanamke, na tunafanya mambo mengi ya kupitia kwenye jamii zetu kusaidia jamii. Kwa sauti ya mwanamke haina utofauti sana na mambo mengine, lakini sisi tumejitamaisha kwamba wanawake tunao uwezo wa kuongea kitu na kikatekelezeka, iwe kwenye ngazi ya familia, iwe kwenye ngazi ya jamii, iwe kwenye ngazi ya serikali. Kwa tukipaza sauti zetu zina kawaida ya kusikika, na ndio maana tukajiita hivyo. Na sauti hii ni kwa ajili ya kutuunganisha na wala sio kutugawa. Kwa hiyo kama sauti sisi tulivyo hapa viongozi wote humu ndani tunatamani tuwe kwenye sauti ya mwanamke. Wanawake oye! Wanawake oye! Tunapewa fursa ya kujiunga kwenye sauti ya mwanamke. Kwa hiyo sote sisi tutapaza sauti ya kuyabainisha yote yanayotendeka kwenye jamii zetu, lakini pale mazuri yanayofanywa na viongozi wetu sisi tuwe chachu. Isiwe mwanamke uko sehemu ya kumsema vibaya kiongozi wako anavyofanya vizuri. Kuna mtu mwingine anasema vibaya kwa sababu hajui, anaongea vibaya kwa sababu haelewi. Sisi tuwe sehemu, uwe kwenye bajaji, uwe kwenye bodaboda, uwe kwenye chombo cha usafiri, usinyamaze unapoona mtu anaongea kitu tofauti. Jaribu kumuelewesha, anaweza kaelewa. Ndugu zangu, kama nilivyosema, wanawake mmependeza, wanawake tunapendana, wanawake hatuchukiani. Chuki tumeitupa kwenye shimo, chuki haina nafasi. Sisi kwetu ni upendo ndio umetawala. Ndugu zangu, ninaomba tuendelee kupendana. Hapa kila mwanamke ana cheo chake. Hakuna mwanamke hapa ambaye hana cheo. Kwa sababu mama yeye, baba ni kichwa, mama ni nguzo. Wakati wote mama ndiye anayeshika familia. Wakati wote mama ndiye anayeongoza na kuiendesha familia, baba akiwa kwenye majukumu mengine. Pamoja na nafasi zetu wote majumbani mwetu, lakini pamoja na kwenye majukumu yetu, ninaomba pia mumtambue mwanamke mwenzetu ambaye amejumuika na sisi jioni ya leo, ambaye nimeongozana naye kutokea Dodoma. Ninaomba asimame pale nitakapo. Nani kama mama? Nani kama mwanamke bora? Mwanamke bora ni yule anayejua kusema asante, ni yule anayejua kusema samahani, ni yule anayejua kusema pole. Mambo matatu hayo. Lakini mwanamke na uchumi. Mwanamke ndio mwasibu wa nyumba. Baba akisimama ujue kuna mama nyuma. Baba akisimama imara ujue kuna baba nyuma. Na ndio maana wenzetu wazungu wanasema mwanaume yeyote aliyefanikiwa yuko mama nyuma yake. Na mwanamke imara, mwanamke bora, mwanamke mwema ni yule mwenye uvumilivu. Hakuna mahali popote katika maisha bila kuwa na changamoto. Lakini mwanamke bora, mwanamke mwema, mwanamke jasiri anajua kuvumilia. Anajua, wenzetu wazungu wanasema, anajua kucontain. Yani anajua kuwa na kifua. Anajua wapi niseme nini, wapi nisemeje, na kwa nani, na kwa vipi. Hata aking'ongwa anajishusha, ananyenyekea. Huyu ndiye mwanamke bora, huyu ndiye mwanamke jasiri, huyu ndiye mwanamke mwema. Wapinzani wanachukia na mwaka huu tumefanyia salamu za utulia mama. Anasaidia jamii kama shule. Kina mama
mama, wazee wote, Kwa watoto wanampenda wote, kwa vijana ana sifa zote, 20 asubuhi kura zake zote Mbeya imetulia